Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, Ashura kiuno. Nini jamani? Kaa chini, kaa chini. Nachokwambia kaa chini. Ukisikia Ashura kiuno ndio mimi. Ukimwona mwingine fotokopi. Mimi sichezewi. Pale nilikuogopa kwa ajili ya mwanangu asijue kitu. Sasa tuko mtu 3 au 2, mama na mwana. Tumeongea jamani, tumemaliza. Uliongea na nani? Ulimalizana na nani? Na tulikuwa wapi? Ashura kiuno. Sina kwa kwako na mamangu. Tumezungumza. Shaka kama mimi mnalesha maji. Sijui kama maji yanaudhu au yana najisi. Maji ndo naona wewe yana najisi. Lakini kama kuoga, Mwenyezi Mungu amekwambia nenda kaloge, si ndio? Mwanangu mimi kwenda kumpa uchizi wewe. Unafikiri naweza kukusameti kirahisi rahisi? Mama unanidhalilisha mamangu, unanidhalilisha mwanao mama. Eti unakuja pale wewe na kanzu lako sijui shuka, mimi sikukuelewa. Eti kuliko maji damu nzito. Mwanangu mimi damu yangu mimi maji. Wanao wewe ndio damu, si ndio? Sasa ndio nakufundisha adabu. We mama usimalize maneno hapa, tumfundishe adabu akadisie familia yake huko. Basi baadhi ngoja nje. Kudadadeki wala ikapita wapi? Sasa sijui itakuwa hivi sijui hivi. Ujue ule mzee kaleta zao za kijinga, ujue kanitia uchizi ujue. Dogo nisikilize. Popote ukimuona ule lazima mawe tu. Nimesemaje hapo? Mawe tu. Kudadadeki asiachwe hivi hivi. Sasa sikia. Tupite hivi tukimuona sawa, tusipomuona hata siku yote tukimuona ni mawe. Twenzetu. Let's go. Katika hii jamii kuna nyingi familia, ila familia hii tabia yake tunaijua. Uyo Ashura, Ashura kiuno, umri wake na tabia viendani. Baba Makombo, shikamoo. Marahaba. Wewe nani kwani? Mimi naitwa Matthew, mimi ni rafiki yake na Makombo, nilisoma naye. Utu uzima tena. Vipi, unaelekea wapi? Mimi niko kwenye harakati zangu tu za hapa mtaani na biashara zangu hizi. Biashara gani hiyo? Huko mimi nauza mitumba mzee wangu. Alhamdulillah. Imekuwa kama bahati. Yaani Mungu kaamua kuniletea neema hapa hapa. Bwana mimi sikiliza. Na shati langu hilo nilinunua. Lakini baada ya kufika nyumbani likawa limtoshi. Kama unavyoona hapa sasa hivi nimenenepa. Kweli kawa dogo. Ni shati zuri sana, nilinunua shilingi 10,000. Sasa wewe kwa sababu unauza mitumba au sijui unauza nguo gani, naamini hili shati litakufaa. Ashura, Ashura kiuno, Ashura huyo. Kwa vipi? Mwenge ndio bila taarifa. Ashura huyo. Naomba mstiri mwanangu. Nikusiri vipi? Wewe nani? Huyu nyumbani kwa kila siku tunaibiwa huko. Wewe mwizi? Kaka. Kwa hivyo unavyoniona mimi muonekano wangu naweza nikawa mwizi kweli? Hebu jieleze vizuri bwana. Mbona sikuelewi? Mavazi kama hivyo umeoa, shida nini kwani? Kaka. Kama ushawahi kusikia Shemtupe, maarufu tu. Najulikana sana. Ndio mimi kaka Shemtupe. Shemtupe? Wewe ni Shemtupe? Ndio mimi kaka. Shida nini sasa kaka? Kuna watu mimi mzee niliwakosea. Baada ya kuwakosea, kwa kuwa mimi ni mtu wa imani, Muislamu safi, nikaamua kwenda kuomba radhi, kuwataka msamaha. Tumezungumza, lakini matokeo Allahu Akbar.
Wana nafsi za kifedhuli, wana nafsi za kishetani. Wamenidhalilisha vya kutosha kama unavyoona mimi nimwagia maji. Wamenikimbiza mitaa yote kaka. Na mimi si ndugu yangu na polisi. Kuna watu hapo nje. Mbona hamna watu huko nje? Walikuwepo kaka, wanikimbiza ndio hivyo wamenilowesha kaka. Mimi mwanaume kwa nini ndangani? Wamenilowesha, wamenidhalilisha, wamenipiga. Relax. Relax kwanza. Relax. Relax. Hebu njoo kwanza. Njoo kwanza huko tu. Njoo kwanza. Relax. Mimi ninachotaka ni kitu kimoja. Na kukabidhi hili shati. Kaliuza shilingi 5,000 tu. Alafu baada ya hapo mimi nilete shilingi 3,000, alafu utachukua 2,000. Na utaletea pale nyumbani. Kwako sikule kule bondeni au? Hapana, kule nishahama muda tu. Ni hapa karibu hapa. Au fanya hivi, dukani kwangu unapajua? Dukani kwako napakumbuka mzee. Swadakta. Basi ukishapata hiyo hela, uwe niletee pale dukani. Sasa tulieni ile shati lenyewe. Hili shati nzuri sana kijana, tena hiyo 5,000 yenyewe. Yaani da. Umeona? Hili hapa. Umeona? Hilo linauzika kabisa hilo. Yaani hili hapa liuza shilingi 5,000 tu. Basi, kwa sababu halijifiti. Sasa hivi kitabu tena. Sawa mzee wangu, sijali. Mimi nikiuza tunakufikishia chap pale dukani. Nitakuwa dukani kwa ajili ya kusubiri hela. Sawa, afu ile hapa tu alichukua muda ili chapu. Mzee mimi naenda. Basi sawa. Safari njema na kile kutakia kila la heri. Alhamdulillah. Afadhali. Yote takalivali mkute. Nimeshinda kukaa na shati. Yaani nakosa raha na mke wangu kisa shati. Katika hii jamii kuna nyingi familia, ila familia hii tabia yake tunaijua. Huyo Ashura, Ashura kiuno, ni wake na tabia viendani. Wewe unaenda wapi? Natoka mara moja naenda hapo kati, kuna mtu naenda kukutana naye. Alafu narudi chapu. Hata kama bwana hatuishi hivyo ndani. Wewe hata kama unaenda sehemu lazima utoe taarifa. Mimi mmeo, wewe unatoka tu kama ukipata na dharura huko. Mimi najuaje? Sasa si narudi faster tu, naenda mara moja hapo kati. Vipi bwana? Unajua mimi niko hapa. Kuna kitu mimi kinaniwazisha sana. Akili yangu haiko sawa. Najua nakaa jinga. Hata leo mama angekuwepo hapa. Angewaza mimi jinga kama ninavyowaza mimi. Hapa nikuulize mke wangu. Mimi na wewe toka tumeoana au toka tumeanza kuishi, tuna muda gani mpaka sasa? Muda kidogo. Sasa katika huo muda mwingi hujagundua kitu chochote cha tofauti ambacho sisi hakiendelei katika ndoa yetu? Mimi sio tofauti wote, kwani kuna nini? Kwa mzee Dingi, Emrudia tena, umenihitaji? Mimi nimekuja hapa nimekuita mzee, naona kimya uitiki. Nikaamua nikuite Dingi, japokuwa hilo jina wewe ulipendi. Unaweza ukanipa tafsiri ya majina ambayo umeniita? Yaani hiyo mzee sijui Dingi na maana gani? Nikwambie kitu mwanangu. Unajua mimi nina upendo sana. Tena sana. Tena sasa upendo kwako pamoja na kwa mama yako.
sijawahi hata siku moja kukuonyesha tofauti. Tangu uko mdogo mpaka sasa hivi hapo ulipofikia. Na sitamani kufanya hicho kitu. Sijawahi kuonyesha ubaguzi, yaani najitahidi kuishi na nyie kwa upendo sana. Na vitu vingine nikikwambia itakuwa sawa sana kukosea kwa sababu ya umri wako, pia kutokana na ninavyokuheshimu pia nitakuwa sawa sana kukosea. Lakini wewe ni wa kiume, lakini pia wewe ni mtu mzima. Utakuja utapata na wewe mwanamke, utaishi naye, utaona na utajua nini mimi nakipitia. Lakini sitaki, yani tuachane na hayo, sitaki kwenda sana huko. Nachotaka kukwambia ni kwamba mimi nina haki ya kuitwa baba. Yaani wewe unatakiwa uniite mimi baba, sio unavyoniita sui mzee, sui dingi, sui nini, majina yako ambayo ya ajabu ajabu mimi sielewi. Aya, niambie shida yako nini mwanangu? Sikiliza. Mimi nipo ndani hapo sielewi. Naona wadudu tu wananyongolota tumboni. Nilikuwa naomba hapo nifosia hata buku, nikafanya mazingira ya kukinda hapo lodi. Kwa hiyo na maana mama yako mpaka sasa hivi hajapika. Bi mkubwa mwenyewe yupo ndani hapo kalala. Umeona sasa? Mimi muda mrefu nimeshatoa hela. Na hela ya kukupa wewe kusema ukweli sui buku sui nini mimi hapa kweli sina. Ningekuwa nao ningekupa mtoto wangu. Lakini nilikuwa na hela ya kusema nitoe tupike tule kwa pamoja. Lakini nimetoa hela muda mrefu mpaka sasa hivi mama yako hajapika. Kosa sio la kwangu, ni la mama yako. Mimi nimekaa hapa nje nachezea simu, najua muda wote kuanzia sasa naitwa nije kula. Sasa kumbe mama yako mwenyewe amelala tu. Sawa, hebu ngoja mimi nikamwamshe tujue nafanyaje. Mimi namfuata nipe buku, anaanza tena kunitolea mawaidha. Sasa ndio upendo gani? Upendo gani wa kushindana na njaa? Wewe kweli buju wewe. Yaani hata ufikiria akili yako hata ifikirii mbali. Nachokizungumzia baba mke wangu, kawaida ya ndoa, wanapokuwa wanandoa wawili, kwa kitu lazima kitokee. Maana yake lazima sisi tumeamua tuandae familia na familia lazima ipatikane. Haya. Sioni mama apata mimba na katika mambo yetu mashallah. Kila nikitaka mama. Asa najiuliza, au mimi sibebi mimba? Eti mimi sibebi mimba. Au bebi mimba mke wangu. Asa mume wangu, hayo mambo ni ya kuzungumzia chumbani. Unazungumzia hapa? Ngoja kwanza niende, afu nikirudi tutaongea. Wewe buju. Kwa mimi unaona ile anasema hapa ni halina maana, si ndio? Aha, ngoja. Nitakunyosha huko ndani. Unafikiri kunenepa huku si faida kutoka kwangu mimi? Wewe, sawa, ngoja. Tuone kama nitapika leo. Uone kama nitaweka hela ya kupika leo ndani. Shenzi kweli wewe. Oya mwanangu mwenyewe, nilikuwa napitana zangu tu hapa, niletee maji ya kunywa kwanza manake moshi umenijaa sana. Mzembe, pateni mzembe. Linapokuja swala la mapenzi anaonyesha makende. Mnyonge, haya mnyonge. Zangu mnyonge. Kwa jamaa, umefuata nini nyumbani kwangu? Umefuata nini nyumbani kwangu? Nilikukuta pale muda ule na mke wangu, ukaondoka. Sasa hivi umeona uje hapa, tena unazidi tu kusogea katika uwanja wangu. Unavuka mipaka yangu. Kila muda unavyozidi kwenda unazidi kuvuka mipaka yangu. Uliingia chooni na mke wangu.
tena mkakaa kabisa mkaogeshana nini, mlipanga wenyewe mkutane, ukajifanya mwizi, sio kimekwenda kimerudi, mnajua wenyewe. Nilivyoona hivyo nikasema basi sawa, mjinga si mimi, uzio huu hapa nimeweka. Na maanisha nobody in, nobody out. Sasa wewe naona bado kuna kitu unakitafuta kwenye maisha yangu, unakuja hapa blaza, niambie unataka nini kwenye maisha yangu? Unataka mke wangu, sema nikuachie. Unataka roho yangu, sema nikupe. Blaza, kumhudumia huyu mwanamke mimi miaka zaidi ya 16 sio issue kwangu. Sijavunjika mkono, sijavunjika mguu. Hajanitoa uhai wangu, figo zangu, maini yangu yote ninayo. Sio issue. Kuna watu wamepoteza mpaka uhai kwa sababu ya kuwajali watu ambao hawatambui thamani yao. Blaza, niambie wewe unataka nini? Niambie basi unataka nini? Sisi wanaume tumekaa wanaume. Sema unachotaka mimi nitakupa blaza. Sema unachotaka mimi nitafanya. Sema namtaka mke wangu, nimemkumbuka ex wangu sui nani, nakupa. Sema hata kama unamtaka mwanao, sema nakuachia. Mtoto wangu kuna mtoto wangu hapa. Ondoka. Hey, mama. Tulia, lala chini kwa dada. Ukijanyuka na kupiga dogo. Weka begi hapo haraka tuibe. Shika pakia. Yala Mungu wangu, tunang'amia na majambazi jamani. Hapa dukani kuna majambazi. Shika. Basi. Walofanya nini wewe kwa jambazi? Mtoto mzuri. Sasa nikuibie siri. Hata kwa mcha Mungu, hiyo laptop ulioshika bei yake rahisi tu ni 250,000. Sasa kwa nini unaiba? Unajivunjia hadhi. Fanya vitu basi. Wewe bibi mjinga nini? Unaona 250,000 ndogo? Mambo yanaonyesha vizuri. Unasemaje? Sasa nisikilize. Hapa ndo kwa mcha Mungu kompyuta. Tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Likoma na Grace. Karibu na kanisa la KKT. Sio laptop tu, mpaka desktop inapatikana. SSD, HD disk, external. Unapata kwa bei nafuu. Changamkia tena popote unapopeleka, kwenye library, kwenye mashirika yote, hiyo nakwambia nafuu. Bei nafuu tu. Unachangamka. Sikiliza nikwambie, Ansboy, mtoto mzuri. Wewe ufanani kuwa jambazi. Wewe ununue, mtoto bado damu inachemka. Alikushindi wewe 250,000. Kwa hiyo twende nikakuonyeshe laptop iliyokuwa mzuri bora kwako. Kamuibie babako, naweza kutuibia sisi. Polisi, mcha Mungu, tumevamiwa na majambazi. Ondoka sasa. Fresh. Kwa mume wangu sasa hivi mtu hata akiomba maji tusimpe, si ndio hivyo? Ishakuwa mipaka mpaka mtu akiomba msaada asisaidiwe. Haya maji nayo kitu gani kwani? Nyumba ziko ngapi? Au sisi peke yetu ndo tunajua kutoa misaada kwa watu? Maji nayo msaada? Maji. Haya, tuachane na hayo. Swala la kumwambia kwamba hapa kuna mtoto wake limeingiaje? Kumbe imekuuma Na kuuliza imekuuma? Yaani wewe kutoa hicho kimdomodomo chako ambacho hakina stara, akiwezi kujishikilia, akiwezi kujizuia, kumwambia mtoto kwamba baba yake umemuona na tena baba yake ni mwizi, umemwambia mtoto. Umemwambia mtoto kwamba baba yake aliingia huko chooni mkakaa tena. Unaona ni simple tu, kawaida. Lakini mimi kuchukua hatua ya kumwambia baba yake kwamba baba, kuna mwanao hapa yuko nyumbani, unaona ni jambo la aibu au jambo baya, si ndio? Sasa kama umeweza kumwambia mtoto baba yake ni upi, unashindwaje kumwambia baba mtoto wake ni upi?
Asa mume wangu anakuhusu. Huu sio muda sahihi wa kumwambia kwamba yule mwanaume kama hapa kuna mtoto wake. Bado nitamwambia. Wewe kilichokusukuma kitu gani mpaka ukamwambia yule mwanaume kwamba hapa kuna mtoto wake? Hali ya kuwa hata wewe mwanangu mwenyewe sijamwambia kwamba ni baba yake ni huyu. Ila nimemwambia tu kwamba nimeonana na baba yake. Lakini ulikuwa ni muda sahihi wa kumwambia mtoto? Wewe usitaki kunipanda kichwani wewe mwanamke wewe. Sijawahi kunyanyua mkono wangu kukuadhibu. Usitaki kunipanda kichwani. Full stop, na kuanzia leo hakuna mtu atatoka, hakuna mtu ataingia. Sitaki mazoea ya kupuzi na hapo. Wewe ni mke wa mtu wewe. Nimeweka na ukuta. Hakuna mtu kutoka, hakuna mtu kuingia. Shenzi wa tabia. Ni wanaume. Acha. Asa kakangu, naomba unisikilize. Hii naomba ibaki siri kati yangu mimi na wewe. Sitaki mtu yote ajue kama nimetoa mimba. Alafu mimi nimetoa mimba kwa sababu kwezi 2. Sitaki kuchunda. Hivi niangalie kwa huu mwili wangu. Hapa nikizaa tena nakuwaje? Maana hivi tu naonekana tipwa. Nikizaa si nitazidi kuruka watu wanyamkie njiani. Alafu sababu ya pili, mume wangu yule ni chizi kichaa kabisa, kile yani sijaje kumuelewa kabisa. Nikizaa naye huyu mwanaume, huyo mtoto atakuwaje? Sitakuwa chizi kama babake. Ndio nakwambia mimi sitaki kuzaa. Yaani masuala ya mimba sitaki kabisa kuyasikia. Hapa tu nitakula zangu hela, nitalala naye, nitakula naye, lakini masuala ya mimba no. Siwezi kuzaa na chizi kama yule. Siwezi kabisa. Baba mtu kichaa, afu na mtoto naye. Aka mwenzangu. Kwa hiyo ndio hivyo, naomba iwe siri. Iwe siri kati yangu mimi na wewe, tafadhali. Usijali sister, wewe unajua mishe zangu. Hizo kawaida. Hasa mimi nitatoaje siri? Wewe unajua, hawezi akaja mtu simfahamu. Lazima mtu aje na mtu ambaye namfahamu ndio nitampa hizo mishe zangu. Siwezi akaja tu hivi eti mtu wewe nimpe mishe zangu. Hapana. Afu usijali kuhusu hiyo. Mimi nakutunzia siri yako. Wewe unajua kazi zangu mimi za magendo hizo. Wewe lazima nitunze siri na mimi niweze kula. Nikitoa siri mimi nitakula wapi sasa? Wewe umetoa mimba. Sawa? Cha msingi tumia hizo dawa vizuri, chemsha maji ya vuguvugu kila siku asubuhi. Ukitumia hizo dawa, wewe unakaa sawa tu. Sawa. Wewe! Ashura huyo, Ashura huyo. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, wanamwita Ashura huyo. Ashura kiuno, Ashura kiuno, Ashura huyo. Ashura kiuno. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura,